Kimbinu Young Africans kwa kupitia mwalimu wao Mirudi Hamdi waliingia kwa lengo moja tu la kushambulia, na kitu ambacho kilionekana kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho ya mchezo. So priority kwa Young Africans, hata ukisikiliza the way ambavyo wachezaji walikuwa wanazungumza, waliingia kwa niaba ya kuhitaji ushindi. Hawakuona sababu ya kukaa nyuma eti kwa kuzingatia kwamba wakipata matokeo ya sare wao watakuwa ni mabingwa. Waliingia kwa maana ya kwenda kushambulia all the way kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho, kitu ambacho kiliwalipa wakafanikiwa kupata matokeo. Na kwa upande wa Simba Sports, dhamira ya kwanza ilikuwa ni kushambulia. Ndio maana unaweza kuona kuna namna ambavyo mwanzoni kabisa walijaribu kushambulia, lakini kulingana na uimara wa kikosi cha Young Africans, experience na determination ambavyo vilikuwepo kwenye mioyo na akili za wachezaji wa Young Africans, wakaweza kuwa contain Simba vizuri tu na kuwafanya Simba wakawa ni second team uwanjani. It's obviously nje ya uwanja Simba ni second team, so inaweza katokea moment second team nje ya uwanja ikawa the first team uwanjani kulingana na muendelezo wa mchezo ulivyokuwa, lakini kulingana na maturity, mentality na determination ya wachezaji wa Yanga wakaendelea kuifanya Simba kuwa second club uwanjani. So kwa upande wa Fadlu Davis, kuna mazingira alifanikiwa kwa maana ya eneo lake la kiungo alijaribu sana kulifanya kwa imara, kitu ambacho kwa namna moja au nyingine kwa walau 50% waliwakosesha utulivu. Mchezaji kama Pacome Zouzoua alikuwa kwenye kiwango kizuri sana kwenye mchezo wa jana, lakini the way ambavyo aliwastudy vizuri Young Africans, akaona Kagoma hakuwa na siku nzuri mchezoni, wakati anamtoa watu wengi walalamika, lakini kulingana na the way mchezo ulivyokuwa unaenda, alikuwa sahihi sana kumtoa Kagoma. Kwa hiyo Fadlu Davis hakufanikiwa kwa sababu malengo yalikuwa ni kupata matokeo ya ushindi. Hakufanikiwa kupata matokeo ya ushindi, lakini somehow alijaribu kuonyesha kwamba na yeye ana zile sparks ambazo anaweza kazionyesha na kuwaonyesha watu kwamba na yeye alikuwa tayari kupata matokeo, kwa sababu mara kadhaa walifika langoni ingawa hawakuwa na bahati ya kuweza kuscore. Unajua mpira wa miguu ni mchezo wa wazi. Pacome ni mchezaji mzuri sana, whether utamweka shimoni au utamweka wide kwa maana ya kukulia au kushoto. Lakini wachezaji aina ya Pacome Zouzoua, ili upate kilicho bora kutoka kwake ni lazima umpe eneo kubwa la kucheza. Akicheza katikati kwenye shimo, maana yake unamweka kwenye msitu wa watu. Kuna baadhi ya maamuzi atashindwa kuyafanya. Lakini angalia the way ambavyo alivyokuwa anatokea mkono wa kushoto, kwenye flank ya kushoto kulia mwa Simba, alikuwa bora zaidi. So ni baada ya kufanya uchunguzi wakabaini Simba wako imara eneo gani. To be honest, katikati anapokuepo Kagoma, Hamza, Shemalon au Karabu, kuna some sort of difficultness ambayo inakuepo pale katikati mwa uwanja. Lakini alivyompeleka kulia, Kapombe alikuwa isolated nyakati nyingine. So kuna wakati ilimlazimu Kapombe afanye kazi ya kuwa anamfuata Pacome Zouzoua katikati ya uwanja, na alichokuwa anakifanya Pacome ni ili kuendelea kuitengeneza nafasi pembeni mwa uwanja, kwa sababu anaamini kwenye speed yake, anaamini kwenye endurance alionayo na ile toughness aliyokuwa nayo. So alikuwa anamsogeza Kapombe katikati ya uwanja ili apate eneo kubwa la kumkimbiza Shomari Kapombe, kitu ambacho alifanikiwa. So kwangu mimi alikomweka kule Pacome, Mirudi alipatia zaidi kuliko angemweka namba 10, kwa sababu ukiangalia the way ambavyo Mudathiri Yahya alicheza, ukiangalia the way ambavyo Duke Abuya alicheza, hakuna kilichokosekana. It's as if hakuna ambacho kilitokea kwa kikosi cha Young Africans baada ya Stephen Aziz kuwa ameondoka. Wakati mwingine unalazimika kuweka silaha yako ya akiba karibu zaidi ili iweze kukusaidia. Wote tulitaraji kwamba kulingana na kwamba Prince Dube alikuwa injured, tulitaraji angeweza kuanzia bench. Lakini kwa sababu Mirudi anafahamu zaidi kuliko sisi, akaamua kumwanzisha Prince Pumelelo Dube, kitu ambacho kiliwa surprise walio wengi. Inawezekana ilikuwa ni fake injury, lakini kwenye mchezo wa Dodoma Jiji na Young Africans hakucheza kabisa, kitu ambacho kiliwafanya watu waamini kwamba hastahili kuwa sehemu ya
ya kikosi. Lakini Mirude alichokifanya ni kwenda kuwafanya mabeki wa Simba kwanza wachoke. Then anapokuja fresh Mzize, kulingana na pace yake alionayo, toughness alionayo, ni lazima itawapa wakati mgumu Simba Sports, kitu ambacho kilichotokea. So Mzize aliwekwa benchi kimkakati na akaja kuingia kwenye nyakati ambao wachezaji wa Simba wale wanaotengeneza safu ya ulinzi wameshakuwa exhausted, kwa sababu tayari wameshachoshwa na Pacome, wameshachoshwa na Nzengeli, wamechoshwa na Mudathiri Yahya. Then anakuja kuingia mtu kama Mzize, unaenda kuua kila kitu. Na unaweza ukaona baada ya kuingia kwake beki ya Simba ilikuwa shagala bagala, yani haikuwa tena na ule muunganiko. Walikuwa wanafanya kile ambacho kinachowezekana kufanyika kwa upande wao na hawakuwa disturbed kwa namna yoyote ile. Ilikuwa ni mbinu nzuri sana ya kumwanzisha Clement Mzize bench, kwa sababu unazingatia kasi yake anapokuja uwanjani, mabeki wakiwa wamechoka, ni issue ya kwenda kumaliza tu. No, kwangu mimi Kibu Denis hakustahili kuanzia bench kulingana na toughness aliyokuwa nayo, experience ya hii michezo alionayo. So lile ilikuwa ni wrong choice kwa Fadlu Davis kumwanzisha Kibu Denis nje. Wajua tunaweza tukaamua kumlaumu Steven Dese Mukwala, lakini Simba Sports Club as a team, they are so average team. Yani so timu ambayo inaweza ikaenda toe na Young Africans. Kwa hiyo tukianza ku-highlight mchezaji mmoja mmoja, tutakuwa tunawakosea heshima Young Africans, tutakuwa tunawaonea wachezaji wa Simba. In terms of team, Yanga ni timu bora sana ukilinganisha na Simba. Yani hakuna namna ambavyo unaweza ukaweka sehemu then ukatoka kwamba Yanga ni dhaifu hili eneo ukilinganisha na Simba. Halipo hilo eneo. Kwa mchezaji mmoja mmoja ndio unaweza kusema Simba wana mpanzu ambaye anaweza kaenda ka make it in the first squad kwa upande wa Young Africans. To some extent mchezaji kama huyo dogo Hamza anaweza ka make it kwenye nafasi ndani ya kikosi cha Young Africans. Shomari Kapombe, Mohamed Hussein wanaweza ka make the first choice kwenye first 11 ya Young Africans. The rest hawezi kupata nafasi kwenye kikosi cha Young Africans. So kuwalinganisha wachezaji wa Simba kama team na Yanga kuanza kumhighlight mchezaji mmoja mmoja ni kuwakosea heshima Young Africans, ni kuwaonea wachezaji wa Simba. Marefari wa mchezo wa jana kuna kitu wamewapa somo marefari wa Tanzania. Somo kubwa sana. Cha kwanza ni mentality. Yani jamaa alikuwa anachezesha kana kwamba ni mimi nacheza na wanangu nyumbani. Confidence ya juu sana, accuracy kwenye kila eneo, speed, yani jamaa wana speed kweli. Yani jamaa yuko fiti. Yani kila mahali ambapo mpira upo na yeye yupo, tukiwa analiona, you can't lie on him, kwa sababu yeye anaona kile ambacho anataka kumuongopea. Angalia alichokifanya kwa Pacome Zouzoua, ile ilikuwa ni alert. Kuna ndugu zangu nilikuwa nimekaa nao kibanda umiza tunaangalia mpira, nikamwambia alichokifanya huyu mwamuzi, amemwambia Pacome Zouzoua kwamba kwenye ligi ya Misri 90% ni watu wenye akili na uwezo kama wako. Kwa hiyo hauna cha kuniongopea. That's why aliamua kufanya yale maamuzi. Speaking of penalty, unaweza ukasema Pacome alikuwa ashapoteza ule mpira, lakini ni kweli alifanywa foul. In real sense mpira alikuwa ashapoteza kwa sababu alikuwa ameshaupiga. Baada ya kuwa disturbed na beki alikuwa anamfuata, lakini baada ya pin camera kupunguza lango. Lakini in real sense alienda kumcheza Pacome Zouzoua ambaye in one way or another yeye alikuwa bado ana nafasi ya kuendelea